Peoples. Kwa majina ninaitwa Daniel Lwebugisa Daniel. Ni katibu wa Chadema mkoa wa Kagera tangu mwaka jana mwezi wa 3. Nashukuru sana. Waheshimiwa wananchi wa Ngara, hususan kata ya Rulenge. Waheshimiwa wananchi wa mkoa wa Kagera, leo tupo Ngara sio kwa bahati mbaya. Ni mkutano wa kwanza tukiwa na kiongozi wa kitaifa baada ya uharibifu wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2020 kama sijakosea, kama sio wa pili. Lakini pia ni mkutano wa kwanza baada ya uharibifu uliotokea katika uchaguzi wa serikali za mitaa, vijiji na vitongoji wa mwaka uliopita. Ni kweli? Peoples. Leo tupo hapa Ngara kuzungumza na ninyi, kusemezana na ninyi yale ambayo tunaamini ni vema myasikie, ni vema myapokee, na kwa pamoja tuyafanyie kazi ili tupate kulikomboa taifa letu la Tanzania. Ninyi nyote ni mashahidi. Mwaka uliopita Chadema tulikubali kushiriki kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, serikali za vijiji na vitongoji, na tulisimamisha wagombea kwa asilimia zaidi ya 76 nchi nzima. Hata hapa Rulenge tulikuwa na wagombea wetu. Peoples. Sisi tuliamini katika wema, tuliamini katika nia njema, tuliamini tukishiriki uchaguzi tutakuwa tumeshiriki kulijenga taifa letu, kwa sababu taifa lolote duniani linajengwa na wananchi waliochaguliwa kutoka miongoni mwa wananchi ili wapate kuongoza. Peoples. Mliosoma democracy, hasa vijana wa sekondari, mnakumbuka tulipokuwa tunasema democracy ni nini, na tuliposema serikali ni nini. Peoples. Tulipokuwa tukijibu lile swali la democracy ni nini, tulisema demokrasia, manyingi tulikuwa tunatumia nukuu ya aliyewahi kuwa rais wa Marekani, Abraham Lincoln. Yeye alikuwa na fasiri kwamba democracy ni watu waliowekwa ama walioko madarakani kwa kuwekwa na watu wenzao. Peoples. Ili wasaidizane na hao watu kuongozana kwa ajili yao. Asema democracy is a people by the people for the people. Ni watu waliopo kwenye enzi, kwenye uongozi, waliotokana na watu wenzao katika jamii kwa ajili ya hao watu wenyewe waliowaweka. Ilikuwa ndiyo fasili ya democracy. Peoples. Na wakasema serikali ni nini? Wakasema serikali ni chombo kinachotokana na wananchi wenyewe ili kishirikiane nao kuongoza. Peoples. Na wengine wakasema serikali ni watu wenyewe wanaohusika. Sisi Chadema tukiongozwa na hiyo nia njema, kwa sababu tumekwishaona Chama cha Mapinduzi wamefeli kuleta ukombozi kwa Mtanzania. Chama cha Mapinduzi wameshindwa kuyafikia malengo ya wazee wetu wakati walipopigania uhuru kutoka wakoloni weupe.
tulishiriki ili ninyi wa Tanzania, ninyi wananchi mpate kuchagua viongozi kutoka miongoni mwenu ninyi wenyewe. Ukimchagua mtu kwa kura yako, ukamweka wewe mwenyewe, huyo mtu atakuheshimu. Be boss. Huyo mtu atakufikiria wewe kwa sababu ulimweka katika maamuzi yote atakayoyafanya. Be boss. Tukashiriki uchaguzi. Wakati sisi tukiamini katika nia njema, wenzetu CCM bado wako vile vile, hawakubadilika. Hawakubadilika. Zile ahadi zote, zile 4R zote za Mama Samia ukathibitika kwamba ni uongo, ulaghai na uhuni kama uhuni mwingine. Be boss. Na yaliyotokea ninyi mnajua. Mimi nilikwenda Minziro, iko jimbo la Nkenge, wilaya ya Misenyi, kumzika aliyekuwa mgombea wa kijiji cha Minziro, kwa sababu aligombea wenyekiti kupitia Chadema akauawa. Peoples. Mimi nimeshiriki kumzika aliyekuwa anagombea ubunge au ujumbe wa serikali ya mtaa akitokea jimbo fulani nafikiri Dar es Salaam, ambaye aliuawa wakati akizuia kura za ulaghai zisiingizwe kwenye boksi la kura. Peoples. Ni sehemu mbalimbali watu, wanachama wenzetu wameuawa, wengine wamejeruhiwa, wengine wamefungwa, wengine wamepewa kesi nyingi kwa sababu ya kushiriki uchaguzi. Baada ya uchaguzi huu, chama kikakaa. Miongoni mwa maazimio yaliyotoka ya chama ni kwamba kama hakuna mabadiliko ya kimfumo yatakayowezesha sisi kama Watanzania kuwa na uchaguzi huru na wa haki, Chadema tunasema hakutakuwa na uchaguzi. Boss. Ndiyo maana ya kauli mbiu ya no reforms, no election. No reforms, no election. Tuielewe vizuri. Kuna watu wanasema mwaka huu Chadema hatutashiriki uchaguzi. Sio kwamba hatutashiriki uchaguzi. Uchaguzi huu, kama mabadiliko yawe ni ya kikatiba, yawe ni ya kisheria, yawe ni ya kimfumo, yatakayowezesha sisi kuwa na uchaguzi huru na haki, hayatakuwepo, hayatafanyika, mwaka huu hakutakuwa na uchaguzi. Naomba tuelewane vizuri. Hatuwezi kwenda kushiriki uchaguzi ambao tunajua wanaosimamia wote ni wateuliwa wa rais, ni waajiriwa wa CCM, ni wale wagombea wa CCM walioshindwa diwani, ubunge, basi wakawapa vyeo ili kuwapoza. Peoples. Hawa mnaita wakurugenzi sijui, mnawaita wakuu wa wilaya sijui, mnawaita sijui kina nani. Hao wengi wale ni wale walioshindwa kwenye kura za maoni za CCM. Ndio leo wanafanywa kuwa wasimamizi wakuu wa uchaguzi, wakishirikiana na watendaji wa mitaa na vijiji na kata, wakishirikiana na baadhi ya walimu na wafanyakazi wengine wa serikali wasio waaminifu kuhujumu kura za wananchi. Sisi tumesema katika mazingira haya ambayo tunajua kura zetu zitapigwa, zitahesabiwa, kura zetu zitapigwa ukisimamia utakamatwa, ufunge ama uwawe. Hizi kura zinazopigwa pasipokuwa na mazingira ya haki ya kumtangaza kweli aliyeshinda, mara 100 tusishiriki huo uchaguzi. Lakini sio tu kwamba tushiriki, huo uchaguzi hautafanyika. Kwa hiyo tunazunguka kote tunakoweza kuzunguka. Tunawaomba ninyi wananchi, kwa sababu hii nchi ni ya kwenu. Hii nchi sio ya kiongozi.
sio ya mkuu wa mkoa, sio ya mkuu wa wilaya, sio ya askari yeyote yule katika cheo chochote. Hii nchi ni ya kwako wewe Mtanzania. Tunapita kwako wewe tukijua ndiye mwenye mamlaka ya mwisho. Boss, tunadanganywa. Tunadhani wenye mamlaka ya mwisho hapa nchini ni wale wanaobeba bunduki ama wanaopigiwa saruti. Sio kweli. Kama kuna askari hapa mmevaa, haya myanukuu vizuri. Kama mmevaa kiraia kama sisi, haya myabebe vizuri. Usalama wa taifa najua mpo kwenye huu mkutano, myabebe vizuri. Ninyi wenyewe mnajua hii nchi sio ya waliobeba bunduki, sio nchi ya waliobebewa bunduki. Boss, hii nchi ni ya Watanzania. Kwa hiyo tunasema mwaka huu bunduki, magereza na aina yote ya mateso haitatuzuia kuweza kuzuia uchaguzi wa mwaka huu kama mifumo haijabadilika. Ikae sawa. Hakuna nguvu itakayoweza kutuzuia. Tutashiriki uchaguzi endapo mazingira yote tumejiridhisha kwamba ni ya haki, mpira utawekwa kati, tutacheza vizuri na refarii hatakuwa na upande. Hatuwezi kucheza mpira, refarii pia ni golikipa, makamisa ni mabeki na mambo mengine ya vurugu. Ikae hivyo. Tunakuja kwa ninyi wananchi kwa sababu ndio wenye uwezo wa kufanya hilo litokee. Mna nguvu kubwa. Mna nguvu kubwa. Tunaomba hiyo nguvu itumike mwaka huu. Tutakuwa waasi kwa mwaka huu dhidi ya mifumo kandamizi katika nchi yetu. Mimi niko tayari kuwa mwasi. Nitakuwa mwasi dhidi ya kiongozi yote wa kiserikali ambaye atainajisi katiba kwa namna yote ile. Nitakuwa mwasi. Nitakuwa mwasi dhidi ya ufedhuli wowote na ushenzi ambao umekuwa ukifanyika na tunachekeana usoni. Ushenzi unaofanyika na tunachekeana usoni ndio umeifanya Ngara kuwa hivi miaka nenda miaka rudi. Ngara ni wilaya ya kihistoria katika mkoa wa Kagera. Tukitaja Rulenge, hii Rulenge ina historia yake katika mkoa wa Kagera, ina historia yake katika kanda ya Ziwa. Ninyi mna mazao, mnalima mahindi, mnalima mazao mengine mnayojua. Soko lake linawezesha kweli ninyi kufaidi kilimo chenu. Peoples. Ameongea dada Husna. Leo hii mna mgodi hapa. Atakuja kuongea katibu mwenezi. Kaka nitaomba uongee kuhusu mgodi wa nickel wa Kabanga. Tuangalie kama huu mgodi ulioko hapa umekuwa ni neema kweli kwa wananchi wa Rulenge ama wanatamani ungelikuwa kwingine wao wakawa na mashamba kawaida. Peoples. Kwa sababu kama kitu hakina manufaa ni cha nini kwetu? Kama kitu ni chanzo cha shida ni cha nini kwetu? Peoples. Ushenzi, upuuzi, ujinga, ulaghai wa Chama cha Mapinduzi wa miaka yote ndio unatufanya leo hii sisi tuko hapa hatuna uhakika wa maisha yetu. Nikiongea hivi mnielewe. Leo hii kina mama mmepoteza matumaini. Ndoa zenu zimeingiliwa. Sio kwamba ninyi sio waaminifu katika ndoa zenu. Lakini serikali ya CCM imewaingiza kwenye mfumo wa kinyonyaji, mfumo wa mikopo ya kausha damu. Peoples. Ama Ngara hamkopi? Kausha damu Ngara ipo? Mama anakopa kijiji hiki ili akalipe deni analodaiwa kwenye kijiji hiki. Imefika mahala siku ya marejesho ikifika ndani hapa kaliki. Uongo kweli? Baba wa familia ni bodaboda.
mama wa familia, na yeye ni mjasiriamali mdogo mdogo, pengine ni mama ntilie, pengine ana kibanda chake na genge lake hapa, anaishi kwa kudra za Mwenyezi Mungu. Sisi ili waendelee kukutawala vizuri, wamekuweka kwenye mfumo wa umaskini, kwa sababu wanajua maskini hana utashi. Wanajua maskini hana uwezo wa kujiamlia. Wakikuletea sahani ya ubwabwa, utakimbia kwao. Peoples. Wakikwambia kuna hela za mkopo wa bure wa mama fulani, utakimbia. Ni uongo, ni ulaghai. Peoples. Leo hii ndoa zinavunjika, sio hapa Rulenge, ni kwingine. Wakati wa marejesho ukifika, kina mama ndani hawakai. Atafanya chochote kile ili apate rejesho. Peoples. Pengine hata kuingilia masuala ya kindoa. Haya maisha hatujachagua sisi kuyaishi. Nikiangalia hapa tukitazamana, wengi nuru za matumaini kwenye nyuso zimekosa. Hazipo. Hata yule anayevalishwa likanga la CCM amesema sibiri na picha ya nani? Naogopa kutaja hilo jina, linaogopesha. Anayepelekwa akapewa 5,000, akapewa sahani ya ubwabwa na maharage na mnofu mmoja wa nyama kama amependelewa. Akaimbishwa nyimbo, akirudi ndani bado shida ni zile zile. Peoples. Leo hii tumepigwa kwa sababu ya sisi. Vijana wenzangu, sisi ni wabangaizaji. Kwa haya tunasema sisi ni Kariankozile. Peoples. Sisi ni Karia, yani tunakula baada ya kufanya kazi. Tusipofanya kazi tunakula kwa jasho letu. Sisi tunapambana kujiajiri kwa namna yoyote ile, na tunajiajiri. Yes. Iwe ni bodaboda, viwe ni vibanda na vioski na maduka madogo madogo, iwe ni ujasiriamali wa aina yoyote ile. Lakini CCM na mawakala wao wanatembea pembeni yetu, wakitaka kile kidogo tunachovuna na wenyewe wapate. Peoples. Kwa jina la ushuru, kwa jina la tozo, kwa jina la kodi. Ni kodi inayokwenda kufanya mambo gani? Ili wanakukata kodi hiyo ili waziri wa fedha aweze kuendesha gari la milioni 500, 600. Peoples. Kwani akiendesha hali ya milioni 35 hawezi kufika? Peoples. Akiendesha gari la milioni 50 hawezi kwenda? Akiendesha gari la milioni 60 itamwashawasha? Peoples. Unalipa kodi ili waziri kwenye serikali ya kikoroni ya CCM aweze kuendesha gari la milioni 550. Wakati shule kwenye kata yako inakosa matundu ya vyoo. Peoples. Tumefika Rulenge. Pamoja na mengineyo, tuambie haya kwamba muda wa uongo, muda wa ahadi za uongo, muda wa kulaghaiwa, muda wa kuchezewa na Chama cha Mapinduzi umefika kikomo. Umefika kikomo. Wao wanaweza kuitisha mkutano hapa, watatumia gharama kubwa. Najua watawalipa bodaboda, watawekeni mafuta kwenye pikipiki. Kina mama wengine mtasombwa kwenye maroli kama mifugo inayopelekwa machinjioni. Peoples. Ninyi mtawekwa kwenye maroli, wenyewe watapanda V8. Watawasomba. Shule wanafunzi wetu wataletwa kwenye mikutano ili ioneshe kwamba watu walikuwa ni wengi. Pengine watawapa hata chakula mle. Lakini kuleni, fanyeni yote, mkumbuke familia zenu ndani zikoje. Piga picha leo ukiugua kwa wiki moja.
unaweza kuhimili matibabu ya wiki moja hospitali? Peoples, mtu anapokuletea maneno mwambie, lakini mbona kuna nchi kuna matibabu ya bure na yenye ubora? Matibabu ya bure kwa kina bibi, kina mama wakati wa ujauzito na mnapojifungua. Watoto wenu wanapokuwa chini ya umri wa miaka 5. Ni kweli ni matibabu ya bure? Ni kweli mnahudumiwa vile mnapaswa? Tukiugua tunaenda hospitali sisi ili tupate matibabu? Hapa wengi tukiugua tukarazwa wiki 2 wiki 3 tunafilisika. Peoples, wewe leo ukipimwa kwamba figo limefeli, I'm sorry, Mungu aepushie mbali, lakini tumeambiwa kuugua, si ndio hivyo? Ukipimwa ugonjwa fulani wewe utakata tamaa ya kuishi. CCM wametufikisha hapo. Ninyi mmeaminishwa kwamba haiwezekani mtoto wa maskini wa kawaida akapata huduma bora hospitali. Mmetengenezwa muamini hivyo na muamini hivyo. Mimi nikija nikakwambia inawezekana kuwa na huduma bora na za bure hospitali zenye kukidhi viwango, utanikatalia kwa sababu umeaminishwa hivyo. Peoples, Chadema tunakuja kwenu kuambia haya mambo tunayoyasema kila siku yanawezekana. Kwa rasilimali kibao tulizonazo, wametaja dhahabu, wametaja nickel, wametaja kila aina ya madini aliyotupa Mwenyezi Mungu. Tunaweza tukawa taifa la mfano duniani kwa huduma zote za msingi, za viwango na za gharama nafuu sawa na bure, kama tukiamua kubadilisha mfumo wa kiuongozi. Kama tukiamua kwamba CCM muda wao wa kutudanganya umeisha. Tunazunguka, tuyazungumze haya. Inawezekana wewe mfanya biashara mdogo ukaiona faida, na faida hii ikainufaisha familia yako. Inawezekana wote watoto wetu wakasoma shule za binafsi. Peoples, inawezekana. Au hata wasiposoma shule za binafsi, hata hizi za kwetu za kata wanazozicheka kila siku zikawa na elimu bora ambayo itamfanya kijana wako aliyeko shule hiyo akawa kwenye ushindani sawa na kijana wao aliyeko kwenye shule za private, shule za binafsi. Tunatamani haya myaelewe, myajue kama tunavyojua sisi na kuyatambua. Hizi sio stori za Simba na Yanga, hapa ni maisha yetu. Simba na Yanga tutaniane, Simba na Yanga tutaniane. Azam amedraw na Simba juzi, tucheke. Yanga alipigwa 3 na Tabora, tucheke. Lakini mambo yanayogusa, yanayohusu mustakabali wetu kama Watanzania, tuyape umakini mkubwa na tuyatendee kweli. Kwa kumalizia, mimi ninaamini katika mazungumzo. Mimi ninaamini ninyi hapa nyote mmeishi hapa Tanzania. Ninyi mnajua tunaishije hapa Tanzania baada ya CCM kujimilikisha uongozi wote. Kuanzia vitongoji, vijiji, mitaa, kata, ubunge mpaka urais. Peoples, mnajua walituaminisha kwamba wapinzani wanatuchelewesha. Wakatoa sehemu zote za mamlaka. Rais wao, wabunge wote wao, madiwani wote wao, wenye viti wa serikali za mitaa wote, wenye viti wa serikali za vijiji na vitongoji wote. Kuna neema gani tumeipata? Kuna neema gani tumeipata ndugu zangu? Bei za vifaa muhimu vya ujenzi zimeshuka. Peoples, tangu waingie wao peke yao, bei ya vyakula imeshuka. Huduma za afya zimeboreka, kwamba kwa sababu wapo wao nikiugua siku hizo hospitali ni 1, 2, 3. Tufikirie. Watupe vitenge tuvae, watupe 10,000 tuweke mfukoni, watupe hela tule, watulete chochote fanya nini? Tule. Lakini tusisahau katu
madhira na mateso ambayo Chama cha Mapinduzi wanatusababishia na wanatupitisha kama wananchi wa Tanzania. Haya tunatamani miyajue, miyaelewe na miyafanyie kazi. Hakuna mtu atakuja kukumbusha mara kwa mara. Pengine leo tumesimama hapa, huenda tukarudi baada ya miezi 6 au mwaka huu tusirudi kabisa. People, wasikilizeni viongozi wa Chadema mnaoishi nao. Waaminini wanachowaambia. Ni kweli tunaelewa nabii hakubariki kwao, lakini katika hili tunaomba muamini wanachowaambia. Tunakokwenda kama tuko na CCM kuna giza. Kila kitu kinauzwa. Hali sio nzuri mbeleni kama tukiwapa CCM nafasi ya kuendelea kututawala. Lakini tunaweza kubadilisha haya. Tunaweza kubadilisha mustakabali wa maisha yetu sisi na taifa letu. Tunaweza kuishi kama nchi nyingine walivyoishi. Inawezekana. Tunaweza kujenga nyumba nzuri kwa gharama nafuu. Inawezekana. 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 Tunaweza tukawa na shule nzuri. Inawezekana. Tunaweza tukawa na huduma nzuri za afya. Inawezekana kabisa. Kwa sababu Mungu ametupa nchi nzuri yenye kila kitu. Peoples, ni jambo tu la kubadilisha mindset iliyopo madarakani na kuweka mindset mpya ambayo inaamini katika haya tunayoyaongea.